ana mipango yake. Injinia Hamadi Masauni Yusuf, mbunge wa jimbo la Kikwajuni, aliingia madarakani katika awamu ya kwanza mwaka 2010 hadi 2015, akizitambua na kuzitatua changamoto zilizolikabili jimbo hilo kwa mafanikio makubwa. Alipata ridhaa ya kuliongoza jimbo hilo kwa awamu nyingine mwaka 2015 hadi 2020, akifanikiwa tena kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa ufanisi mkubwa katika sekta zote. Fuatilia makala hii kuona utekelezaji huo. Mungu kamleta Masauni ana mipango yake, ni ya kuja kuondoa kero kwenye jimbo lake. Mungu kamleta Masauni ana mipango yake. Sekta ya maji. CCM oye! CCM oye! Jimbo la Kikwajuni oye! Wataweza! Kitoto kitaweza! Mtoto anatumwa dukani! Ndugu Chama cha Mapinduzi! Fursa hii washukuru sana kabisa wananchi wa jimbo la Kikwajuni, hasa wana CCM wenzangu, kwa imani kubwa aliyokuwa nayo mimi kwa kunikabidhi dhamana ya kuwatumikia kwa nafasi ya ubunge kwa kipindi cha miaka 5. Nawashukuru sana. Heshima mlionipa ni kubwa sana. Walisema kwamba heshima hii mlionipa ama imani hii mlionipa sina cha kuwalipa zaidi ya imani. Nijaribu kwa kushirikiana nyinyi uweza kufanya kazi kubwa sana ambayo tumeahidi. Miaka 5 iliyopita nikabidhiwa ilani ya uchaguzi CCM ya mwaka 2010 mpaka 2015. Kwa kutumia ilani ile tukaweka vipaumbele vinavyogusa jimbo letu la Kikwajuni. Tunaahidi kwamba tutasimamia kwa nguvu zetu zote. Leo hii mheshimiwa rasmi nimesema hapa kipaumbele nikijivunia mafanikio makubwa sana kabisa yasiyopangwa katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi CCM kwa takriban sekta zote. Mheshimiwa rasmi, kazi yetu ni ndogo sana. Tumeweka misingi mizuri, misingi ya kimifumo, misingi ya kitaasisi katika jimbo hili ambayo haikupata kuwepo katika kukabiliana na changamoto ya maji. Tulianza leo, muone mheshimiwa rasmi, tumesema kidogo, tumehama hapa, tupo tena, tumehama katika kisema, tunahama kidogo. Mradi una awamu ya 3 kwa kusema vizuri kabisa. Hakika awamu ya kwanza na kuisha ya pili tayari tumeanza, ambapo hadi kwa jumla takriban shilingi 700. Lakini tunaelekea kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo la maji wakati itakapowezekana au awamu zote zitakapokamilika. Hii kazi ni muhimu na inapaswa kuendelezwa na kusimamiwa. Jitihada za kulipatia ufumbuzi wa kudumu tatizo la maji katika jimbo la Kikwajuni ni mwendelezo wa mkakati wa muda mrefu ulioanzia mwaka 2010 hadi 2015. Hapa mbunge wa jimbo la Kikwajuni Mhandisi Hamadi Masauni anaelezea. Tulipoingia hapa tulikuta shida ya maji jimbo hili ni maeneo mengi na tena ni kubwa sana. Wangu wakati ule tukasema tuchukue hatua za dharura kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya kupita maelezo. Na hatua za dharura ndio maana leo mkaona kwamba kuna visima vile vidogo vingi vipo huko mitaani huko ambavyo vinasaidia watu. Tukaamua kuunganisha mapaipu tulete maji mpaka kwa mfano hapa eneo la Mbirani. Tumechukua maji kutoka Miembeni tukaleta huko. Na leo wameniambia kwamba kisima kile wale wa China wanajenga mawe wamekata. Kwa hiyo pipe zile zimekatika. Hali kadhalika leo kule ambao mheshimiwa wakili alichimba visima kuna changamoto kama hiyo pamoja na Kilimani Mashariki. Ndio maana katika mambo mengine tukasema kwamba tuletee pipe ili tukitambua jitihada na mafanikio ya hizi hatua za dharura za visima vidogo. Lakini sisi tunasema hatuwezi kuishia hapa. Jimbo letu la Kikwajuni ni jimbo la Sumini, jimbo liko mjini. Kwa hiyo lazima tuende kileo. Tunataka maji yatoke kwenye majumba. Tulihangaika sana katika hili jambo. Tumetumia fedha nyingi sana.
tukaanzisha mradi wa uchimbaji wa kisima kikubwa maeneo ya Migombani kule Jeshini. Tukaagizia tenki kutoka Marambao, kutoka Uingereza, tukalifunga pale Marambao. Tukaweka system ya maji mpya na watu wa mamlaka ya maji ZAWA ambao ndio wataalamu tunawatumia. Tukawauliza, haya maji mbona yanafika Kilimani tu, wakati huku ambapo kuna matatizo ya maji maeneo huku hayafiki? Wakatuambia haya maji yatafika. Mwaka 2015 baada ya kuchaguliwa tena, mheshimiwa mbunge alianza utekelezaji wa mradi wa maji awamu ya pili. Mkakati wa kuyafikisha maji katika shehia zote za Kikwajuni ulianza kwa kutekeleza awamu ya pili ya mradi huu, ambapo mheshimiwa mbunge aliendelea kutafuta wafadhili mbalimbali kuunga mkono juhudi hizo, ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa kupitia ziara ya mheshimiwa Alvaro Rodriguez, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa nchini, aliyofanya katika jimbo la Kikwajuni akiambatana na waziri wa ardhi, nyumba, maji na nishati, mheshimiwa Salama Aboud Talib. Hayafiki vizuri, si ndio jamani? Lakini nataka kuambia wananchi kwamba tumeanza jitihada kubwa ambazo mmezijua nyinyi. Lakini jitihada hizo ziko pazuri. Lakini kama kuna mtu au taasisi ya kupongezwa na kushukuriwa ni UNDP chini ya uongozi wa ndugu Alvaro Rodriguez. Naomba mumpigie makofi mengi sana. Tutakumbuka katika jimbo letu alikuja Mheshimiwa Rais Dr. Ali Mohamed Shein mwaka juzi. Akazindua awamu ya kwanza ya mradi wetu mkubwa wa maji. Malengo ya mradi ule ilikuwa ni kuona kwamba sasa hivi tunaondoka na utaratibu huu wa vijijini. Jimbo letu ni jimbo la mjini. Hatuwezi katika karne hii tukaishi kama tuko vijijini. Tukasema tubuni mradi mkubwa kwa kushirikiana na mamlaka ya maji ZAWA. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru chini ya uongozi wako umetusaidia sana kuweza kutujengea kuimarisha mahusiano yetu na ZAWA. Oye. Oye. Ninasema wanawake wanaweza. Tunaweza. Very good. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tumemuona. Mheshimiwa, waheshimiwa. Ninaitwa Ali. Kutoka Umoja wa Mataifa. And we are here today to discuss the needs of water. Ninaongea kidogo. Maruf. Okay. We're here to discuss the needs of this community as they relate to water. Tuko hapa kuzungumzia mahitaji ya jamii hii yanayohusiana na upatikanaji wa maji. Now we know that you've had a big challenge, and we know that the members of Parliament, the Bunge in Dodoma, the members of the House here in the Revolutionary Government of Zanzibar, the Union Government, the Revolutionary Government, and the community leaders want to assist you. Tunajua mmekuwa na changamoto nyingi na tunaelewa kwamba viongozi mbalimbali kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na muungano wako tayari kuwasaidia. Now to assist in this process, I'm very, very happy here today to be able to announce that the United Nations Development Program will be able to provide 110 million shillings for the water project for this community. Na katika kusaidia haya basi, niko hapa kutangaza kwamba Umoja wa Mataifa, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP liko tayari kusaidia mradi huu kwa kiasi cha shilingi milioni 110. Kuhakikisha jitihada zinafanyika kuhakikisha tatizo la maji ndani ya jimbo linaondoka. Naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Masauni kwa mbio zako, lakini pia kwa kero zako. Maana wakati wengine simu mpaka saa ngapi? Salama hapa tufanye hivi, barua yangu itoke. UNDP wanasubiri, lakini leo hatimaye tumeona mambo yake yanakwenda vizuri, si ndio? Awamu ya kwanza imekwisha, lakini awamu ya pili inshallah kwa uwezo wake hawa itakuja na tatizo hili litaondoka. Lakini kuna kazi kubwa ya kufanya, lazima tusaidiane.
Hao waheshimiwa mbunge na mwakilishi wanafanya kazi kubwa kuhakikisha nyinyi mnaishi kwa raha, nyinyi mnaishi kwa amani. Wao wanapata kazi kwa sababu ya kuona kwamba nyinyi mko vizuri, maisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi niwaombe, mashirikiano yenu ni muhimu sana kwao. Pale panapohitajika nguvu yenu, basi mimi naomba mwasaidie. Utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa maji ulianza kwa uchimbaji wa kisima maeneo ya Migombani Jeshini chenye uwezo wa kuzalisha lita 60,000 kwa saa, ujenzi wa tanki lenye uwezo wa kuhifadhi lita 250,000 eneo la Kikwajuni kwa Mselem, pamoja na uunganishaji wa mabomba ya kusafirishia maji kutoka kwenye kisima Migombani Jeshini mpaka kwenye tanki Kikwajuni kwa Mselem. Hapa mbunge anafafanua kabla ya kuanza hatua za utekelezaji. Kwa hapa kutambulisha mradi wetu, si kuzindua. Tutakapokuwa tumefikia kiwango kidogo cha kuridhisha, tumefikia jiwe la msingi, tutaweka jiwe la msingi rasmi inshallah, na tutatafuta kiongozi mmoja wa ngazi ya juu aje kutuweka jiwe la msingi inshallah, na kuzindua vile vile tutatafuta kiongozi mwingine wa juu zaidi aje kutuzindulia mradi. Leo tunachokifanya hapa ni kutambulisha mradi huu. Lazima wageni hao wanakuja wanafanya kazi, wenye jimbo, wenye nchi, mtambue na mwakaribishe, mshirikiane nao, muwe nao pamoja. Na muumiliki mradi ni wenu huu, si wao, wala si mbunge, wala si mwakilishi, wala si chama chochote cha siasa. Mradi ni wananchi wote wa jimbo la Kikwajuni na Zanzibar kwa ujumla, watafaidika mpaka majimbo jirani. Mnamo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2018, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliweka jiwe la msingi la mradi wa maji awamu ya pili na kupata fursa ya kuzungumza na wananchi wa jimbo la Kikwajuni. Lakini ndugu zangu, niseme kwamba hii inatokana na kazi nzuri mlioifanya mwaka juzi ya kuchagua mbunge na mwakilishi ambaye kweli wametaka kufanya kazi kwenye jimbo. Kuna majimbo yana wabunge na wawakilishi lakini wala hawafikiri hivi vitu. Watu wanalia na shida za maji, wanalia na shida za hospitali, wanalia na shida za elimu. Wabunge na wawakilishi hawana habari kabisa. Lakini wabunge na wawakilishi wa jimbo hili wamefikiria kuja na mradi huu. Mimi niwapongeze wao, lakini nikupongezeni wananchi wa Kikwajuni kwa kufanya chaguo ambalo limeleta faida ndani ya jimbo. Lakini ni waahidi moja kwamba Mheshimiwa Masauni najua amekuwa mtafutaji mzuri sana. Maisha yake yote katika ubunge wake ni mtafutaji mzuri sana. Na wakati mwingine akikwama anagonga tu mlango, dada nimekwama hapa, hebu nisukume. Sasa nataka niwaahidi kwamba atakapokwama popote kwa masuala ya jimbo lake hili, mimi nipo kumshika mkono na kumsaidia. Kwa hiyo mhesabu kwamba ana dada mzuri kule au ana mama mzuri kule. Of course ana mama, sio dada. Ana mama wa kumshika mkono. Sasa baada ya kusema hayo, mimi hapa leo nadhani kwenye mradi huu mambo ni mazuri. Nimeambiwa pesa ya distribution ipo, pesa ya mradi kumalizia ipo, mambo yote yapo. Mnamo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2020, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar, aliwakilishwa na Mheshimiwa Balozi Saif Ali Idi, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, alizindua mradi ambao jumla ya gharama ya mradi huu inakadiriwa kufikia shilingi milioni 600, unaohusisha uchimbaji wa kisima, ujengaji wa tenki na usambazaji wa mabomba ya kusafirishia maji. Awamu ya 3 na ya mwisho ilipaswa kuhusisha ujenzi wa tanki la 3 lenye ujazo wa lita 250,000 kwenye wadi ya Rahaleo, pamoja na kumalizia usambazaji wa maji kutoka matanki ya kwa Mselem na Rahaleo mpaka kwenye nyumba za wananchi. Hata hivyo, kutokana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kufanikiwa kupata fedha za mradi wa maji wa mkoa wa Mjini Magharibi, ambapo jimbo la Kikwajuni ni mnufaika wa mradi huo, serikali kupitia ZAWA iliomba uongozi wa jimbo la Kikwajuni kukubali sehemu iliyobakia ya awamu ya 3 ya mradi wa maji wa jimbo hilo iunganishwe kwenye mradi mkuu wa serikali wa maji wa mkoa wa Mjini Magharibi
na kuomba fedha iliyokuwa itumike katika mradi huo wa 3 wa Kikwajuni ihamishiwe katika jimbo la Mahonda, mkoa wa Kaskazini Unguja, kama anavyofafanua mkurugenzi wa mamlaka ya maji Zanzibar. Kwanza ni wapongeze sana wananchi wa jimbo la Kikwajuni kwamba mmepata bahati ya kuwa na viongozi wazuri, viongozi wanaoweza na wasiochoka kufuatilia mambo. Miongoni mwa simu nyingi ninazozipokea na meseji kali, basi miongoni mwa hizo ni za Mheshimiwa Masauni. Kwa kiasi mbunge ni mkali sana katika kuhimiza swala zima la maji, lakini mkali wake sio wa maneno, ni wa vitendo. Ni kweli tulikaa discussion, nilimuomba aje ofisini kwangu na timu yake pembeni yangu hapa, watu wa TAI, tuje tuzungumze kwa pamoja kubadilisha mradi wao ulivyokuwa na uendane na hali ya sasa kwa mujibu wa mradi ambao upo. Na niliwaambia kweli kwamba mradi ambao nausimamia na utekeleza ni mradi wa mkoa wa Mjini Magharibi. Mradi wake yeye ni wa jimbo. Sasa kuna baadhi ya vitu vile overlap ama viliingiliana, kwa lazima tusawazishe ili zile resource ziweze kutumika vizuri. Na kwa bahati baada ya discussion ya masaa mawili takriban na nusu, amekubaliana na mimi baada ya kishindo kikubwa kwamba tubadilishe baadhi ya mitazamo. Kwa mfano, tangi lake ambalo limejengwa pale kwa Msele lilikusudiwa kwamba lisambaze maji eneo lote la Kikwajuni. Maana yake badala ya tangi ilikuwa ziendelezwe na bomba za kulaza. Lakini bahati nzuri na mradi wetu nao katika ramani yake ya kulaza bomba ilikuwa. Sasa kilichotokea, yeye anataka tangi lake ama tangi lenu watu wa Kikwajuni lifunguliwe na maji yaanze kutoka. Nikamwambia hayawezi kutoka endapo mradi mkubwa haujakamilika. Na pia alitaka mradi huu ufunguliwe tena kwa vigoigoi na vigeregere kabla ya mradi mkuu, lakini pia ikawa shida, hatuwezi kufanya hivyo. Na kwa sababu gani? Kikwajuni imo miongoni mwa shehia 23 ambazo zimetajwa kwenye mradi huu mkuu. Tufahamu kwamba mradi huu uliotekelezwa wa kitaifa ni fedha za mkopo, guarantor ni Tanzania government, lakini beneficiaries ni SMZ na mkoa wa Mjini Magharibi. Tutaanzaje kuja kuyatoa hayo kwenye dokumenti kuu? Ilikuwa shida kidogo, lakini tulimuomba yeye, mradi wetu vile ni wa jimbo, kukaa na wadau wake kuyatoa baadhi ya mambo na tukaweza kupeleka fedha kwengine. Hilo linawezekana. Kwa bahati amekubali, na fedha hizo tumezipeleka Kitope kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Kitope kwenda kujenga tangi litakalosaidia wananchi wake. Lakini wananchi wanataka waone maji majumbani mwao, na hilo ndio lengo la ZAWA. Lakini pia ZAWA tumeondokana na mpango wa kuweka mifereji ya nje. Miradi ya zamani kama leo umemaliza mradi, manake kila kona kuna mfereji unatoka maji. Mara hii tumebadilisha mtazamo, tunasema mradi umekamilika awamu moja, kilichobaki sasa ni kuwaunganisha wananchi majumbani mwao wanufaike majumbani na sio mifereji ya nje. Na mwakilishi wa jimbo la Mahonda ambaye pia ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Saif Ali Idi, akishukuru uongozi wa jimbo la Kikwajuni kwa ufadhili wa mradi huo. Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nikushukuru wewe kwa dhati kabisa. Kumbuka ulinipigia simu ukaniambia kuna mradi huu, lakini tunataka kuleta kaskazini. Ukaniambia basi niambie kama tukuleta jimboni kwako. Akakwambia alhamdulillah wananiletea huo mradi. Kwa kujua kwa kila mara tunalalamika Mahonda tatizo la maji. Kwa kueleza hivyo nikasema Mungu akupe nini, nikakuitia haraka nasema nakubali Mheshimiwa Naibu Waziri, tuletee huo mradi kaskazini jimbo la Mahonda. Leo tumeshuhudia. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Akisimama pale anazungumzia swala la maji, lakini unaona bora ulete kwa Mahonda, pamoja na kwamba watafaidika polisi, lakini wananchi wengi hapa watafaidika. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa msaada wako mkubwa sana. Lakini nashukuru sana Tanzania Youth Icon kwa mradi wao huu wa tangi.
mnamo tarehe 6 Januari mwaka 2020, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, alizindua rasmi mradi mkubwa wa maji wa mkoa wa Mjini Magharibi. Kuzinduliwa kwa mradi huo pamoja na mradi wa jimbo la Kikwajuni ambao Mheshimiwa Rais aliuzindua tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2020, sasa kunatoa mwangaza wa upatikanaji wa ufumbuzi wa kudumu wa changamoto ya maji katika kipindi kifupi kijacho, kama mkurugenzi wa ZAWA anavyoeleza. Hii ni ile fomu ya mji mkongwe. Hii hapa ni arrangement ya network zote ambazo ziko hapa, hizi zilivyolazwa, shehia zote ambazo zimelazwa bomba hizi. Lakini hizi hapa ni mchoro wa line maeneo mawili. Hii ni visima vya Bumbwe Sud, visima 6 ambavyo vinaleta maji hadi Welezo hapa. Na hii ndio line ambayo imelazwa ile ya 25 km kutoka Bumbwe Sud. Lakini hii hapa nayo ni mnara wa mbao kutoka visima vya Kaburi Kikombe chini kule kuleta kwenye mnara wa mbao tangi hapa. Kuna kisima mpaka cha Mheshimiwa Masauni tumekipa jina hapa ambacho zamani kilikuwa kinahudumia tangi la zamani, lakini pia tumekiunganisha kwenye tangi jipya sasa hivi linakuja. Sekta ya elimu. Kipaumbele kwenye elimu. Kuna utaratibu ambao tumekuwa tukiutumia kwa kusaidia yatima na wale ambao wazee wao ni maskini sana, ili tuwasaidie. Tunajua kuna fursa nyingi kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu ya kusomesha, bodi ya mikopo mfuko wa elimu ya juu wa Zanzibar, wakati huo wa elimu ya juu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakamilisha mchakato wa kuwa na mfuko wetu wenyewe wa jimbo elimu. Watakaokosa fursa ambao ni maskini na mayatima kwenye mfuko wa elimu ya juu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mfuko wa elimu ya Zanzibar watafaidika na mfuko wa elimu ya jimbo la Kikwajuni. Elimu ya dunia tu. Je, mnajua tumeandaa taratibu nzuri, tulikuwa na kazi ambayo tumewapa walimu wa madrasa wa jimbo zima. Tumeunda kamati kupitia walimu wa madrasa wa jimbo zima ambao tuna mashindano kila mwaka tumeanzisha ya kusoma Qur'an na mambo mengine mengi. Kupitia kamati hii ambayo tayari inakamilisha zoezi lake, vile vile tutakuwa tuna mfuko wa elimu ya madrasa ya jimbo letu. Hakutakuwa na changamoto sasa walimu wa madrasa. Tumeanza kuzitatua hizo, tunazikia mfumo, tutakamilisha mfumo wetu. Kwa hiyo tutakuwa na mfuko wa elimu ya dunia na mfuko wa elimu ya dini. Katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM kwenye sekta ya elimu, jimbo la Kikwajuni ni jimbo pekee lililoanzisha mfuko wa elimu wa jimbo, Kikwajuni Educational Development Fund, kwa ajili ya kukabiliana na changamoto kwenye elimu za dini na dunia, ambao ulitekeleza yafuatayo: kulipia ada kwa wanafunzi wote wanaotoka kwenye familia duni na mayatima waliokosa fursa za mikopo ya serikali kujiendeleza na elimu. Nilipoenda na nimesaidiwa na Masauni, nikaeleza matatizo yangu, kwa ukweli amenisaidia sana kupita kiasi, na shukurani siwachi, mpaka hii leo ananisaidia na bado nitakuwa naye bega kwa bega kwa msaada wake. Alinisaidia watoto wangu kusomesha, wako nje ya nchi, wako Uganda, alikuwa anawalipia ada kama kawaida. Sijawahi kudaiwa kodi tena ya watoto. Ada ya watoto nilipoingia kwa Masauni, bunge wetu, nalikuwa ninatafuta kwa hamu nimuone Masauni ndo nani, lakini Mungu aliniletea akanisaidia. Kwa ukweli sitokata shukrani yake, na mpaka leo anaendelea kunisaidia. Na naomba alipo popote pale, akiwa kapata akiwa kakosa, bado asichoke kusaidia watu kama sisi, kwa sababu tutapata tabu. Na vyama tumehangaika kwenye vyama vingi, lakini msaada wao hatukuona. Mimi nilienda kwenye chama kikubwa, kilikuwa kikiitwa chama cha Kafu. Kila siku naenda kuomba misaada, sijawahi kusaidiwa hata siku moja, na mbunge mmoja alinifukuza na familia yangu. Na yeye ndo aloniahidi kama watoto wako wakipasi watasaidiwa, lakini watoto baada ya kupasi tulienda, akatuambia hapa bado hatujasaidia mayatima wala hatujaweka tangazo la kuwa tunasaidia watu maskini. Nikarudi nyumbani,
nikapigana hali na maisha yangu, nikasomesha watoto wangu. Lakini sasa hivi nashukuru mbunge wetu Masauni alitusaidia na bado anaendelea kutusaidia, na mimi sikahama chama kwa nia safi na moyo mmoja. Popote atakapoenda basi na mimi ninaenda. Tena ninashukuru kwa hali yoyote, na Mungu ndo muweza. Atakayempitisha sehemu yoyote atakayopita, Mungu ndo atampitisha. Na dua zangu na kura zangu nasema popote akipita Masauni tuko naye bega kwa bega. Pia posho za walimu wa madrasa zote za jimbo kwa kila mwezi. Tumeweza katika jimbo la Kwajuni, walimu wa madrasa wameweza kupewa sadaka ya kila mwezi, yani posho, yani at least mwalimu iweze kumsaidia pesa ya sabuni. Hiyo ni kwa kila madrasa, na kila mwezi walimu wa madrasa wanapatiwa posho kupitia mfuko wa elimu ya jimbo la Kwajuni, Kikwajuni Education Development Fund, na hili bado mpaka leo linaendelea. Na kuna mazuri zaidi inshallah tumeyaratibu yatakuja kwa mbele inshallah, biiznillah Allah atufikishe uhai na uzima. Kuandaa na kusimamia mikakati ya kuongeza ufaulu wa watahiniwa wa skuli zilizopo jimbo la Kikwajuni na kufadhili mikakati hiyo kifedha, vyakula na vitendea kazi mbalimbali. Na msingi wa maendeleo ya nchi hii lazima elimu. Tunapozungumzia ndoto za viongozi wetu wakuu, Rais Magufuli, Rais Shein, za kupeleka nchi kwenye uchumi wa kati, hatuwezi kufikia kama tuna vijana na elimu. Lazima nyinyi msome. Ndio msingi wa nchi yetu tu. Vinginevyo tutakuja kuacha nchi hapa haina watu wa kufanya vitu vya maana. Kwa hiyo tunawategemea sana. Na inatuuma kuona vijana wetu na feli. Kwa hiyo tunasema sasa sisi tutakajitahidi tuwe na mkakati wa pamoja. Tuzungumze hapa leo. Uongozi mkuu wa serikali ambao umepewa dhamana ya elimu chini ya Mheshimiwa Waziri upo. Uongozi mkuu umepewa dhamana na nyinyi wa jimbo lenu upo. Uongozi mkuu wa shule zote mbili upo. Wawakilishi wa wazazi wenu wapo. Na tunaamini tukikubaliana hatukipinga mzazi. Alikuwa anakipinga atafuta siku nyingine apeleke watoto wake. Tunakubaliana. Sivyo jamani? Kwa hiyo tumeona nitoe utangulizi huo, lakini naombeni sana jamani, kila mmoja kwa dhati ya moyo wake ili jambo ni muombe. Nao na dhamira jamani, si mwalimu wetu atakwenda kwenye 10 bora. Inawezekana. Inawezekana. Kwa nini shindikane? Niko hapa kwa niaba ya kutoa pongezi zangu na kutoa shukrani zangu kwa mbunge pamoja na mwakilishi wa jimbo la Kikwajuni ambaye ni Mheshimiwa Masauni pamoja na Mheshimiwa Jazira. Katika kipindi chote cha kambi, waheshimiwa hawa walitusaidia katika vitu tofauti. Kwa mfano, walitusaidia katika kifedha, katika chakula na hata pia katika mfumo wa kujiendeleza katika kusoma masomo kupitia online. Wametuletea kompyuta ambayo imetuwezesha sisi katika kutafuta, yani kusearch material kwa kupitia mitandao. Kukabidhi nyenzo na vifaa mbalimbali vya kufundishia kwa madrasa na skuli zilizopo jimboni, ikiwemo madawati, kompyuta, vitabu na misahafu. Katika madrasa zetu katika jimbo la Kwajuni, katika misikiti yetu katika jimbo la Kwajuni, tulikuwa tuna upungufu wa misahafu. Leo kwa jimbo la Kwajuni leo tunapata misahafu 3000. Tunawashukuru sana. Tunaamini misahafu hii itakapotolewa itasaidia sana, hasa kwa watoto wetu waliohudhuria shughuli hii leo hapa, ambao wanawakilisha madrasa karibu zote zilizo katika jimbo, waweze kujipatia elimu yao vizuri na waweze kusoma vizuri. Sikosei kama kwenye mwezi wa 5 humu viongozi wetu wa jimbo kujali zile changamoto zetu tunazozipeleka, walifanikisha upatikanaji wa madawati 90 ambayo yalikuwa yanaweza kubeba wanafunzi 270 kwa wakati mmoja, kwa sababu kila dawati moja lilikuwa linakaa wanafunzi 3. Kwa kweli hapo tunawashukuru sana Mheshimiwa mbunge
Masauni, Mheshimiwa mwakilishi Jazira kwa jitihada zao zilizoweza kufanikisha upatikanaji wa madeksi hayo katika shule yetu. Kujenga na kukarabati baadhi ya madrasa na skuli zilizopo jimboni. Katika kipindi alichokaa Masauni, vitu ambavyo nimeshuhudia mwenyewe amevifanya kwa ajili ya jamii, sio kwa ajili ya mtu binafsi, basi vinaonekana vingi. Nimemwona Mheshimiwa Masauni ametoa mchango kwa madrasa mingi, moja ikiwa muhimu madrasa ambayo inanihusu mimi, ametufadhili kwa kiwango kikubwa. Hapo utaona hakumsaidia mtu mmoja, lakini kasaidia kuendeleza mashindano ya kuhifadhi Quran kwa madrasa zote za jimbo. Kwa vile kujenga hawa misingi ya elimu, hatuwezi kuwa na taifa zuri na baadaye tutakuwa na vijana wa ovyo na wananchi wa ovyo baadaye ambao watakuwa hawana misingi ya elimu, wahalifu na sio kwa elimu. Lakini kazi tunafanya hawa, akila utafika hapo sisi kutokana na kazi ya walimu wa madrasa ya kutujenga kimaadili na kutujenga kiroho. Lakini mazingira yao magumu, mazingira ya sosiali magumu. Kwa tutasema Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba jambo hili haliwezi kuliachia serikali pekee yake. Nafurahi na kushukuru vijana wangu Naibu Waziri Masauni kwa kuwa mstari wa mbele kabisa katika kuleta maendeleo ya Kikwajuni, na maendeleo hayo yakawa hayaishii Kwajuni tu, lakini katika maendeleo ambayo yanamhusu kila Mzanzibari. Pembeni yangu hapa na mwenzangu niliocheza naye kwa miaka mingi, tuliojuana sana, yangu Bwana Masauni, nakupa hongera. Hongera kutupatia kijana kama huyu ambaye umemkuza vizuri, leo amekuwa mtu mzima, anatumika kuwatumikia Wazanzibari. Haya tuliyoona hapa ni mojawapo ya hayo utumishi wa nufaa, na haya yanatokana mbali, yanatokana na ulezi. Hongera Bwana Masauni. Sekta ya ajira. Utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM kwenye sekta ya ajira uliendeleza mikakati ya kuwawezesha na kuwajengea uwezo wa kitaaluma wananchi ili waweze kujiajiri wenyewe kupitia mikakati ifuatayo: kupitia kwa viongozi wa shehia, kuwapatia vifaa kulingana na mahitaji, taaluma, ujuzi na uzoefu walionao wananchi wote wanaojishughulisha na shughuli zote za kiuchumi jimboni, ikiwemo mafundi wa taaluma mbalimbali na wajasiriamali, kwa masharti ya kuwaendeleza na kutoa taaluma na ujuzi walionao kwa makundi ya vijana yenye nia na vipaji husika katika maeneo yao. Katika jimbo hili tulikuja na mipango mingi. Tulikuja na mpango kabambe wa kuwezesha kuwajengea uwezo vijana wetu na akina mama, kuwapatia ujuzi wa aina mbalimbali, ili wale ambao hawana taaluma wawe na taaluma, iwe ni ushoni, iwe ni ufundi gereji, iwe ni ufundi wa umeme, iwe ni ufundi wa kompyuta, iwe ni ufundi wa kuzungumza lugha, iwe ni ufundi wa aina yote. Tuliweka mifumo katika jimbo letu, na ndio tukaanzisha kituo vile vile kwa ajili ya kusaidia, lakini wako vijana ambao tunawasaidia kuwapeleka katika vyuo vingine kujiongezea ujuzi. Leo hapa kuna vitu vya aina mbalimbali ambavyo vitatolewa kwa msaada wa taasisi ya Blue Aid, ikiwemo kuna vyarahani, kuna wale ambao wanapenda kufanya biashara za ujasiriamali kama kupika chipsi, makabaisa na kadhalika, ambao wamekuwa wakifanya hasa wale wa hali ya chini ambao wanapika makabaisa na vitu vingine vidogo vidogo, kachori, badia. Tumewapatia sasa fraya za kisasa kwa ajili ya kurahisisha shughuli zao, na tunataka tuanze na watu hali ya chini, watu ambao mitaji yao midogo sana. Niwapongezeni sana masheha kwa kutusaidia kuwabaini hawa watu.
Kutafuteni orodha ya wananchi na mahitaji yao, hasa hali za chini wenye kuhitaji vifaa vya kuendeleza katika shughuli zao za kimaisha. Fursa zipo nyingi, bahati nzuri viongozi wenu ni wachakarikaji, tunajua kuzitafuta, hatutakosa. Ukituletea listi hatutakosa. Abdullah Eid wameshakubali na wengine tutatafuta watakuja kutusaidia. Tunataka katika jimbo hili iwe ni marufuku kuwa na mtu ana ujuzi anataka kujiendeleza alafu eti hana kitendea kazi. Hiyo ni marufuku katika jimbo la Juni. Sasa wengine ambao wana kazi za kufanyaje? Kutengeneza sijui vitanda, mbao, viti, wanaita makapenta, si ndio? Wengine mafundi wa umeme. Sheikh aliniambia kuna fundi mmoja anaitwa nani Dula? Wapi? Yes mama. Nimekumbuka kwa sababu Sheikh alinitajia akaniambia Kikwajuni juu nzima hapa tuna fundi wetu tukiharibikiwa na manini mataa sijui vitu vya umeme yeye ndo anakuja, lakini spana mara kazima huku mara spana imetoboka. Sasa leo mzee tumekupatia ufumbuzi wa matatizo yako. Una vifaa, utaondoka na vifaa hapa vya uhakika kufanya shughuli zako pamoja na wengine. Na tena utawafundisha na wengine, vijana wengi ambao pia wanataka ujuzi, wape ujuzi. Ukiwapa ujuzi, ukifungua workshop yako itakuwa tutakusaidia vifaa vya zaidi ili vijana wengi zaidi wetu kama barazani wawe na ujuzi kama wapako wewe. Au sio? Leo katika Zanzibar uchumi wetu katika mkubwa kwa sekta ajira unategemea utalii. Si ndio? Lakini ukizungumza utalii watu wanadhani labda kuchukua wazungu kuwapeleka hotelini au kuwapeleka wapi. Lakini mahoteli yanayojengwa yote haya yanahitaji mafundi wa umeme. Si ndio jamani? Ndio. Yale mahoteli yote yakiwa na matatizo ya umeme, mafundi si ndio nyinyi? Au sio? Kwa lazima tulitumie vizuri soko hili la utalii vizuri. Lakini nimeambiwa vile kuna watu ambao wanatengeneza mafriji, air condition na wana vifaa duni. Leo hapa vipo vifaa vya hapa. Nimeambiwa kuna wajasiriamali wengine wana biashara ndogo sijui za kuuza juice na nini kama juice za miwa, vifaa vyao vipo. Nimeambiwa vile kuna mafundi wa magari na mapikipiki, Vespa na kadhalika. Mpo? Leo tunasaidia vifaa. Lakini tuna vikundi vya mazingira katika jimbo letu. Tulikubaliana katika jimbo hili halistahiki kuwa chafu. Niwapongeze vijana wetu walijitolea kuunda vikundi vya kufanya usafi. Na niwapongeze na wananchi ambao wanawasaidia kuunga mkono jitihada zao kwa kulipia huduma zao. Hii inatengeneza ajira kwa vijana hawa. Wakati huo inafanya jimbo letu kuwa jimbo safi. Na wengine kwa nguvu za madiwani wangu hawa wawili wamefanya jitihada kubwa za kuwapatia fursa kupitia manispaa. Sasa hivi hao vijana baada ya kusafisha, lakini wanafanya na shughuli nyingine. Sasa tunataka ajira katika makampuni mbalimbali binafsi, tunawachomoa hawa kuombea. Kwani sio kweli? Madiwani oye! Kwa hiyo leo tumewaletea baadhi ya vifaa hapa viwasaidie kuendesha shughuli zao. Naitwa Suleiman Abdallah Azizi. Nipo hapa Miembeni, jimbo la Kikwajuni. Tunashukuru kwanza tulipata msaada huu wa toolbox spanner hii ambayo workshop yetu kidogo hatujaweza kuimiliki toolbox spanner kama hii. Imetusaidia sana kuboresha hapa pamoja na wanafunzi wetu. Alhamdulillah, tunatoa shukrani za dhati kwa kupata msaada huu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunashukuru sana kwa kupata msaada, umeweza kutuendeleza kwa namna moja au kwa namna nyingine ili kuendeleza hii workshop yetu. Imetusaidia vikubwa sana. Sisi tunaienzi na kuitunza alhamdulillah, kama mnavyoiona hapa. Nadhani unaiona hapa iko katika hali ya usafi na unadhifu vile kama tulivyokabidhiwa. Vinatumika vifaa, vinafanyiwa kazi, baadaye vinasafishwa, vinakuwa safi, vinarejeshwa kama sehemu yake ulivyoiona hii. Shukrani zangu za dhati kwa niaba ya bosi wangu pamoja na mie mwenyewe kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kikwajuni, Mheshimiwa Masauni. Kuanza mchakato wa usajili wa kituo cha vijana cha TAI kwa mamlaka ya mafunzo ya amali, Vocational Training Authority.
ili kuweza kutoa vyeti vinavyotambulika. Katibu mtendaji wa kituo hicho, ndugu Abdallah Ahmed, anaelezea muendelezo wa mafanikio, changamoto na mikakati ya kuendeleza programu mbalimbali za mafunzo kwa vijana katika kituo hicho. Mimi ni Abdallah Ahmed Suleiman, ni katibu mtendaji wa Tanzania Youth Icon. Hatuna budi kumshukuru mbunge wetu. Kwa kweli ametusaidia sana. Jumla anaweza kusema kwamba mafanikio ni mengi sana. Kwa kweli katika kipindi cha miaka 5 iliyopita naweza kusema kwamba TAI kama taasisi imeweza kuwawezesha vijana wengi sana. Na nafikiri nyinyi wenyewe ni mashuhuda. Hapa TAI tunayo ile vocational training idea na tumeanza kuifanyia utekelezaji. Mheshimiwa kwa kushirikiana na wahisani mbalimbali ameweza kutuunganisha. Hivi karibuni tulikuja na mpango wa kuweza kuanzisha Sports Academy na tumeanza utekelezaji wake. Mheshimiwa mbunge kwa kuliona hili na tulipomuelekeza kwamba hivi sasa tuna mpango wa kuweza kufanya Sports Academy, aliweza kutupatia basi. Na ninavyosema kwamba sasa tunakaribia kuratibu mashindano ambayo yatakuwa ni endelevu, yatakayoshirikisha baadhi ya Sports Academy kutoka Tanzania bara na hapa Zanzibar. Kisha wameweza kujitegemea, sasa hivi wengine wana kupata ajira. Kuna watu ambao tumeweza kuwa expose katika zile talent walizokuwa nazo, wameweza kujiendeleza katika masuala ya technology. Tunao watu tunawatolea mifano mara nyingi katika kazi zetu. Wapo vijana ambao mienendo yao ya kitabia haikuwa mizuri. Nakumbuka tulikuwa na program na ILPI katika kuweza kuleta majadiliano baina ya taasisi za serikali, yani ilikuwa jeshi la polisi pamoja na vijana. Tuliweza kukutana na vijana waliokuwa wanaitwa ubaya na wengi wao tuliweza kuwasaidia. Au kama hii program ya community rehabilitation program, tumeweza ku reintegrate wanafunzi wengi ambao waliacha skuli na waliweza kupatiwa fursa ya kusoma tena, na wapo ambao tuliweza takriban vijana 12 tuliweza kuwapeleka kituo cha alternative center, educational alternative center, elimu mbadala, na wameweza kufanikiwa. Hivi sasa wengine wameweza kujiajiri. Wako vijana ambao wana program za kutengeneza mifuko, wako vijana ambao sasa hivi wameweza kuingia katika program za kompyuta, wako vijana ambao wameweza kuingia vyuoni na wameweza kutoa ushuhuda kwa kazi nzuri tuliyoifanya. Kwa hiyo mimi naamini kwamba TAI kama taasisi tumefanya mambo mengi na tunajivunia kwa yale mambo ambayo tumejifanya. Ule wa community rehabilitation program ambao takriban tumeweza kutekeleza katika kipindi cha miaka 4.5, ambapo naweza kusema kwamba takriban watoto 189 tuliweza kuwafikia katika kipindi hichi. Mradi huu hasa ulikuwa umelenga katika kuwawezesha watoto waweze kukinzana, wale ambao watoto wanakinzana na sheria au walio katika hatari ya kukinzana na sheria waweze kupatiwa nafasi ya kuweza kufanyiwa marekebisho ya tabia. Ni mradi mkubwa ambao ulituwezesha sisi kushirikiana na serikali kwa upande mmoja na wadau wa maendeleo ikiwemo UNICEF. Vijana wengi waliojiunga na kituo cha TAI waliweza kubadilisha maisha yao kupitia mafunzo ya aina mbalimbali waliopata kama wanavyoeleza. Kwa majina naitwa Ali Mohamed Abdallah. Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa kituo cha Tanzania Youth Icon TAI. Kiukweli nashukuru sana TAI, imeniwezesha mimi kuwa hapa nilipo sasa hivi. Kwa sababu nahisi bila TAI, kwanza safari yangu ya kielimu ingekuwa ni ndoto kwangu. Kabla kufika TAI mimi niko mitaani tu. Baada ya kumaliza form 4 nimefanya zangu mitihani, nimepata cheti cha kawaida, VDD vyangu vitatu. Kwa maana nilikuwa nipo mtaani napiga mishemishe zangu za mambo ya madaladala, ukonda, mishemishe, kuosha magari. Lakini kuna mtu mmoja alinipa fursa ya kunialika kuja hapa TAI.
Nilimpuuzia kipindi cha mwanzo kwa sababu unajua tena ukiwa mtu wa mitaani, lakini nikaona siku moja nipokee ule mwaliko nisogee hapa TAI. Kuna nini? Baada ya kufika hapa nikakuta katika kituo cha TAI kuna facility tofauti tofauti. Ilikuwa ni fursa na mawazo ya kusoma nilikuwa sina kabisa, ni kuendelea kusoma. Lakini kadri nilivyokuwa nakaa TAI sasa, unajua ukikaa na watu wenye taaluma tofauti tofauti, kwa sababu nilivyokuja hapa kuna watu wana madigrii na master kipindi hicho mimi na form 4. Kwa hiyo nikapata hamasa. Sasa kupitia hii TAI, nashukuru Mungu, kupitia TAI nikapata fursa ya kuweza kuchukuliwa fomu chuoni Chwaka, kipindi hicho inaitwa Zanzibar Institute of Finance, chuo cha biashara Chwaka pale. Nikachukuliwa fomu, tukuli katoka gari hapa ikanibeba mimi kutoka hapa mpaka Chwaka kwa gari ya TAI, nikaenda nikalipia fomu shilingi 20,000 na mimi kuweza kupata fursa ya kuanza kwa masomo. Nikawa naendelea na masomo yangu vile chuoni, na hapa TAI nashiriki nikitoka chuoni na kuja kusaidia wenzangu kwenye masuala ya kompyuta ambayo mimi nafahamu. Kadhalika pia kupitia TAI nimepata kujifunza masuala ya graphic design, nashukuru Mungu. Sometimes napata kazi, nafanya, napata pesa 2-3 hapa na pale, huku naendelea na harakati nyingine. Nashukuru nimewezesha kumaliza mimi diploma yangu, nikaanza na degree, lakini hamasa nimeipata hapa TAI. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kikwajuni ambaye Hamadi Yusuf Masauni kwa kuweza kukianzisha kituo kile kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Kusema la kweli mimi amenisaidia sana mpaka kuweza kufika hatua hii ambayo sasa hivi nimefika. Mimi nimemaliza elimu yangu kidato cha 4 katika skuli ya Haile Selassie. Baada ya hapo, baada ya kumaliza 2012 nikabahatika kujiunga na taasisi ya Tanzania Youth Icon. Taasisi hii ilinisaidia mambo mengi kuweza kujiunga pale, ambapo vitu ambavyo nilipofika pale nilienda kwa ajili ya kwenda kusoma kompyuta, maana nilikuwa na hamu kujifunza kompyuta. Sasa wakati naendelea kusoma kompyuta nikasikia kuna darasa jingine limeanzishwa la elimu ya jinsi ya kutengeneza mifuko ya karatasi. Kwa kweli siku hiyo nilikuwa sina hamu na kutengeneza mifuko ya karatasi, kwa hiyo niliachana nayo, nikaenda zangu nyumbani, nikaendelea na shughuli zangu. Siku ya pili yake nilipofika kituoni nikawakuta watu wanaendelea na shughuli ile ya kutengeneza mifuko. Kwa hiyo baada ya kuona mimi nikavutiwa, nikasema acha na mimi nitengeneze. Kwa hiyo nikafundishwa pale, nikaanza kutengeneza, nikajua mpaka nikajua vizuri tu. Hasa nikasema kwa nini hii fursa ya kutengeneza mifuko nimeipata? Kwa nini nisijiendeleze wakati itakuwa ni taaluma nyingine ambayo nimeipata? Kiacha ile ya kompyuta ambayo nimeenda kuifuata, lakini hii ya mifuko pia itanisaidia. Kwa hiyo nikaichukulia ile kama ni fursa, na wakati huo serikali ilikuwa ishatangaza kwamba mifuko ya plastiki hairuhusiwi nchini. Kasema hii ni fursa, wacha niitumie ili ambayo mimi itakuja kuniingizia kipato. Kwa hiyo nikawa napeleka madukani, nikaanza kupata pesa. Naipata, kasema kwa nini pesa hii nisiweke kwanza kwa ajili ya kuweza kuizalisha biashara yangu zaidi. Kwa hiyo pesa naipata, naongezea kwenye mfuko. Kila nikipata pesa niongezea kwa biashara yangu, kaanza kukua. Baada ya kukua, shaipata pesa vizuri, nikasema kwa nini nifanye nini pesa yangu niliyopata? Mamangu akanipa ushauri, akaniambia kuna kiwanja huko maeneo ya shamba. Nikaiona hiyo sehemu, nikavutiwa nayo. Baada ya kuvutiwa nayo nikatoa fedha. Kwa hiyo nikawa tayari nishapata kiwanja changu mwenyewe. Kwa hiyo baada ya hapo, kadri biashara inavyokuwa na fedha zinavyoingia, nikaanza kujenga kidogo kidogo mpaka sasa hivi. Nashukuru watu wa Kituna, na namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikaa katika kipindi ambacho mtoto wangu wa kike alikuwa akisoma darasa la 5 skuli ya Kidogo Chekundu. Akaja akakutana na vijana wenziwe, ikabidi akaingia katika mambo ya mapenzi. Baadaye nikatoka, ikabidi hii kesi ikaenda mpaka ng'ambo. Kutoka ng'ambo tukapelekwa mpaka ofisi ya pale mkuu wa mkoa wa wilaya hapa Amani. Kwa bahati nzuri kufika pale nikaandikiwa barua, nikaletwa hapa TAI moja kwa moja,
na nashukuru alhamdulillah, watu wa Tai wakanipokea vizuri. Alhamdulillah, yule mtoto akawa anaendelea kuja katika hii sehemu ya Tai. Kwa kweli kiasi fulani maendeleo yalipatikana vizuri, na mpaka sasa hivi nashukuru alhamdulillah kwamba ikarekebisha vizuri tabia yake, na sasa hivi alhamdulillah inaendelea katika hali nzuri. Kwa hivyo naomba hichi kituo kwanza kizidi kuboreshwa, na vile vile watu wa serikali na sisi wazazi tusaidiane kwa ajili ya kuwalea hawa watoto, kuwawezesha kimtaji na kuviimarisha vikundi vya kina mama na vijana. Mbali ya jitihada mbalimbali zilizochukuliwa, Mheshimiwa mbunge alitumia fedha zake binafsi kulipa madeni ya fedha za wananchi mbalimbali, ikiwemo wajasiriamali zilizoibiwa na watu wachache wasio waaminifu kwenye benki ya jimbo iliyoanzishwa miaka 7 iliyopita kwa lengo la kusaidia wananchi wa jimbo la Kikwajuni ili waweze kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, ikiwemo biashara na ujasiriamali. Na changamoto kubwa zilikuwa ni masuala ya ajira. Kweli sio kweli? Nikaona kina mama wengi wanahangaika, maskini za Mungu, wanafanya biashara vyao, wengine wanauza urojo, sio wengine madira, wengine na vimiradi vidogo vidogo, wanasumbuka kupata mitaji. Nikaona vijana wengine wamesoma, hawana kazi, wanasubiri kazi za kuajiriwa, kazi zenyewe ni chache. Tukasema tatizo hili tutalitatua kwa njia mbili. Moja ya kwanza, tuhakikishe vijana wetu tunawaandalia ujuzi mbalimbali kulingana na mtu na kipaji chake. Waliokuwa hawajabahatika kupata elimu wawe na ujuzi wa kufanya mambo ambayo mtu atayapenda mwenyewe. Na ndio tukaanzisha taasisi hii kwa lengo la kuwapika vijana na kina mama wapate ujuzi ili waweze kufanya shughuli zao. Kama mtu alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo, akisomeshwa mambo ya ujasiriamali na misingi ya biashara, manake biashara ile ataifanya kwa utaalamu. Sasa tukasema tutakapokuwa tumewaandaa vijana na hawa kina mama wameshakuwa na ujuzi, mtu ameshakuwa na ujuzi labda ufundi, hana hata pesa kununua spana, atapataje pesa? Ndio tukasema tuanzishe na benki ya jimbo, ili sasa benki ile itumike kutoa mikopo iliyokuwa haina riba, ili mtu ajiendeleze. Na nyinyi mashahidi, binafsi mimi nimetoa msaada katika vikundi vya kina mama, si mara moja, si mara mbili, na vijana katika jimbo hili. Ikiwemo ya fedha, tulihamasisha hapa vikundi vya kina mama. Sekta ya afya. Mheshimiwa mbunge mara baada ya kuingia madarakani alianzisha utaratibu wa kuorodhesha wazee wote na kuwapatia bima za afya bure ili kuwawezesha kupata matibabu hata kwenye hospitali binafsi ndani ya Zanzibar na kwenye hospitali, zahanati na vituo vya afya vingine upande wa Tanzania bara. Zaidi ya wazee 250 waliopo jimboni, kulingana na orodha iliyowasilishwa na masheha, walipatiwa bima ya afya iliyogharimu wastani wa shilingi milioni 18 katika awamu ya kwanza, kabla ya serikali kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kusitisha utoaji wa bima hizo za afya kwa utaratibu huo. Uzinduzi wa programu hiyo ulifanywa na aliyekuwa naibu waziri wa afya Dr. Hamis Kigwangala katika viwanja vya Mapinduzi Square, Kisonge. Mbali na utaratibu wa bima za afya kwa wazee, Mheshimiwa mbunge mpaka sasa anaendelea kutoa bima za afya kwa watoto wote wa jimbo la Kikwajuni wenye mahitaji maalum wenye umri kuanzia siku 1 mpaka miaka 7. Utaratibu wa kuwabaini na kuwaorodhesha watoto wa aina hii unaratibiwa na masheha. Manake hospitali ukenda pesa, matibabu pesa, ndio hivyo. Lakini sasa kama hivi watoto wanapata hii kama huduma ya afya ya bima, nashukuru sana na kuleta wepesi na kuondoshea gharama nzito. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Masauni, pia nashukuru sana kwa kuwasaidia hizi bima, nashukuru. Kwa hiyo napata ile nguvu na msaada mkubwa wa kiumo kuwapeleka hospitali bila kuhangaika. Nashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awabariki kwa sote. Amin. Mheshimiwa mbunge ameendelea na utaratibu wake wa kuandaa programu za upimaji wa afya na utoaji wa dawa bure kwa wananchi wote wa jimbo la Kikwajuni, pamoja na kuleta madaktari bingwa kutoka India kwa ajili ya kuwahudumia wananchi
wa jimbo la Kikwajuni. Naenda hospitali natibiwa, Mnazi Mmoja, Dokba, kote natibiwa. Nashukuru sana na hapa hongera mwakilishi na mbunge pamoja na madiwani kwa kutekeleza ahadi hii ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja na kuleta maendeleo katika jimbo la Kikwajuni pamoja na wadi zetu zote na sheria zetu zote. Mimi sheria yangu ni mpya ya Mnazi Mmoja, na ninashukuru kwa kuwa pamoja na sheria wetu na kuweza kutoa taarifa hii, na leo tumefika hapa. Mimi ni meneja wa Vuga Shangani. Kwa hiyo sina wasiwasi, nimefurahi sana kwa kuwepo hapa na kuweza kutolewa kwa huduma hii. Nashukuru Mwenyezi Mungu awajalie heri wabunge, mwakilishi na madiwani. Mwenyezi Mungu awajalie heri watu wa huduma wote. Sekta ya michezo. Utekelezaji wa ilani kwenye sekta ya michezo umeendelea kwa kuzingatia misingi tuliyojiwekea ya kuandaa na kukuza vipaji vya watoto na vijana kupitia programu mbalimbali zilizoandaliwa kwa lengo la kupunguza changamoto ya ajira. Miongoni mwa programu za michezo zilizoendelezwa ni kama ifuatavyo: kuendelea kuandaa mashindano ya mpira wa miguu kila mwaka yanayojulikana kwa jina la Masauni and Jazira Cup. Fuatilizia sana michezo iliyoko hapa, mwenyewe nilikuwa mtazamaji, lakini leo imetokea kwamba nimekuwa ni mgeni rasmi. Ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri sana ambalo waheshimiwa wabunge, wawakilishi, maalimu pamoja na madiwani, inaonekana namna gani wameweka mbele utekelezaji wa ilani ya chama kuleta mshikamano, imani pamoja na kutazama na kushajihisha wananchi kiafya na kiupendo ndani ya jimbo lako. Hili ni jambo ambalo kulipongeza sana. Lakini la pili, wacha nisimalizie hapa tu. Ndugu zangu hawa kwa kweli niwape hongera sana. Hongera sana mheshimiwa. Hongera sana mheshimiwa Krishi, hongera sana. Kwa kweli mimi nilikuwa kama naibu katibu mkuu. Moja katika jukumu langu kubwa ni kufuatilia utekelezaji wa ilani ya serikali ya uchaguzi wa mapinduzi, lakini vile vile pamoja na waheshimiwa wabunge na wawakilishi. Haya tunayoona hapa kwa kweli leo tunafurahi. Hao wamefanya mambo makubwa sana. Tunajua kabisa na mimi nafuatilia kama ni wajibu wangu kwamba utekelezaji wao wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi juu ya masuala ya maji, juu ya masuala ya kutengeneza SACCOS za kina mama, SACCOS za vijana, wana benki yao wenyewe, lakini kiacha hayo vile vile wana mpaka shule ambayo inatoa vijana sasa karibu mwaka wa 3. Wanajiajiri wenyewe, wanaleta ujasiriamali, lakini wanafundisha na mbinu tofauti za weledi wa kimaisha. Kwa kweli ni jimbo la mfano. Kufadhili ama kuanzisha mashindano ya michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, nage, karate, jogging na kadhalika. Mashindano ya Masauni Jazira Cup yametoa vipaji vingi sana ambavyo sasa hivi wachezaji wapo katika vilabu mbalimbali ambavyo vya kulipa. Na kama unavyojua mpira ni ajira, na mashindano haya Mungu katujalia, katuletea wingi wao ambao wamepata ajira. Kama nilicheza naye Elfin Salon, nilicheza naye ambaye sasa hivi anabahatika yupo Azam. Abdalla Heri Sebo nimecheza naye katika mashindano haya, lakini sasa hivi naye pia kabahatika pia yupo Azam. Adei Msale nimecheza naye, amebahatika sasa hivi yupo Yanga Afrika, pamoja na Mudassir Yahya pia nimecheza nao, na ambaye sasa hivi anabahatika anacheza timu ya Azam. Kwa niaba ya vilabu vyote vya jimbo la Kikwajuni tunatoa shukurani kwa mbunge wetu Ahmad Yusuf Masauni na mwakilishi wa jimbo la Kikwajuni Jazira kwa kuweza kutusaidia mpaka hapo tulipofikia. Maana wametusaidia, wametupa vifaa, jezi, mipira pamoja na zawadi mbalimbali. Kununua na kukabidhi vifaa vya michezo ikiwemo jezi, mipira, viatu na kuendelea kuzisaidia timu zote pamoja na maskani za jimbo la Kikwajuni. Kuendelea kuchangia maeneo ya timu za jimboni ikiwemo fedha taslimu kwa ajili ya maandalizi ya usajili na matumizi mengineyo kwa timu zinazoshiriki ligi zote zilizomo ndani ya jimbo la Kikwajuni. Tutatoa zawadi vile vile kwa timu zote za jimbo la Kikwajuni. Kuanzia juvenile mpaka premier zote tutapatia zawadi. Lakini nyingine vile vile kuna mabingwa wa Zanzibar wametokea jimbo hili. Zimamoto, kweli sio kweli? Na nani hawa? KBZ. Nao kwa jimboni kwetu, nao tutawapatia vile vile zawadi.
Mheshimiwa mbunge pia ameendelea kuwa mtetezi wa wananchi wake wakati wowote anapopata fursa ya kukutana na viongozi wenzake wanaohusika katika kutatua kero zinazowakabili wananchi. Miongoni mwa mambo ambayo mheshimiwa mbunge yalikuwa yanamkera mno na alijitahidi sana kuyasemea ni ujenzi wa kiwanja cha Mao Zedong na ujengaji wa mitaro ya kuondoshea maji ya mvua kwenye viwanja vya michezo vya Mnazi Mmoja. Kuna kiwanja hiki cha Mao, Mheshimiwa Waziri. Kiwanja hichi tuna hamu nacho. Au sio jamani? Tuambie wewe ndio waziri wa michezo, kiwanja hichi lini kitajengwa? Bila kwanza tunaomba jibu haraka Mheshimiwa, tunaomba utulivu. Mheshimiwa mbunge ametaka sana kujua hapa swala la uwanja huu wa Mao. Na nimefarajika sana kuona watu wengi wapo bado baada ya kumalizika mpira wanaendelea kutusikiliza. Nataka niwathibitishie uwanja wa Mao tayari unaanza kujengwa. Ndani ya kipindi hiki tutaanza matayarisho kabla ya kumalizika huu mwaka. Tarehe 8 mwezi huu wa Disemba tayari wataalamu kutoka China wamefika hapa na tunao wizarani petu na wameanza zile hatua zao za mwanzo za kuhakikisha tunausafisha uwanja huu, na uwanja huu utakuwa ni uwanja wa kimataifa. Kikwajuni hakupata mabingwa tu, lakini nimepata hata uwanja utauzidi ule uwanja wa pale Amani. Sekta ya mazingira. Katika kukabiliana na changamoto za uchafuzi wa mazingira jimboni, zilifanyika jitihada zifuatazo: kuweka utaratibu wa kufanya usafi jimboni kwa kushirikiana na wananchi, kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani, kuhamasisha wananchi kuunda kikundi cha mazingira cha jimbo kwa lengo la kusaidia kuweka mazingira ya jimbo safi pamoja na kupunguza changamoto za ukosefu wa ajira. Kupitia mikutano ya shehia na kampeni za nyumba kwa nyumba, kushajihisha wananchi kukipokea, kutoa ushirikiano na kukiunga mkono kikundi cha mazingira cha jimbo kilichoanzishwa. Vitu viwili vinahitajika ili usafi katika jimbo hili uendelee. Moja, inahitajika elimu na mwamko. Lakini jingine la pili, tukasema tunaamini hii itakuwa ni utaratibu ambao tutafanya siku zote ili watu wafike siku pahala tuzoee hata kama nusu yake. Lakini la pili, tukasema tuwe na kikundi katika jimbo hili cha vijana ambao watafanya kazi ya usafi wa mazingira katika jimbo letu. Na leo pamoja na mambo ambayo tunafanya hapa, mbali ya kushukuru, mbali ya kusema tuwasikilize tunafanyaje, lakini pia tutataka kuwatambulisha muwajue na muwape ushirikiano. Ninawapongeza sana Baraza la Manispaa, leo tulikuwa nao leo mpaka na mkurugenzi mazingira, idara ya mazingira tulikuwa nao kwa jinsi tulivyoshirikiana moja kwa program hii programu yetu hii ya mazingira. Tunaombeni mwape ushirikiano, kikundi hichi kisifie njiani, kwa sababu mtakuwa mmesaidia sana hata kuwapatia ajira hawa watu. Nichukue fursa hii kukutambulisheni, mwapokee vizuri, na mkiwapa nguvu na sisi tuwapa nguvu. Tutakuwa na kikundi cha vijana hapa ambacho baadaye tunaweza tukatengenezea kampuni yao wakafanya mambo makubwa. Yale matatizo ya kulalamika vijana wetu hawana ajira tukapunguza kwa kiasi fulani. Tutawapa vifaa vya kufanya kazi na watapewa training nzuri, wafanye shughuli zao kwa kuzingatia maoni ya kiafya. Ukiwezesha kikundi cha mazingira kwa kukipatia vifaa na vitendea kazi ikiwemo gari la kuzolea taka, mabero, uniform pamoja na vifaa mbalimbali vya usafi. Kukipatia fursa kikundi cha mazingira cha jimbo kwa kukiunganisha na kukipatia kazi na taasisi mbalimbali za binafsi na serikali ikiwemo Baraza la Manispaa la Zanzibar. Kubadilisha usajili kutoka kuwa kikundi na kuwa kampuni kwa madhumuni ya kukitengenezea fursa zaidi za ajira, kukiimarisha kiuchumi pamoja na wanachama wake. Shughuli za chama. Mheshimiwa mbunge ameendelea kutoa michango mingi katika maendeleo ya chama, sio tu kwenye ngazi ya jimbo bali pia wilaya, mkoa na hata taifa. Miongoni mwa shughuli za chama alizozisimamia kwa mafanikio makubwa ni kama ifuatavyo:
kujenga na kukarabati ofisi za chama na maskani. Mfano, jengo la makao makuu ya chama jimboni alilifanyia ukarabati mkubwa ambao umegharimu wastani wa shilingi milioni 150 mpaka kukamilika kwake, ambapo lilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Balozi Saif Ali Idi, makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Nawapongeza sana kwa kazi kubwa ya ukarabati wa jengo. Lakini zaidi naipokea ahadi ya kuhakikisha ofisi za chama na majengo ya chama ndani ya jengo letu yanakarabatiwa na yanakuwa na mvuto unaolingana na hadhi ya chama chetu. Mtakuwa mmeacha alama kubwa sana, na bahati nzuri Mungu kawajalia mmepata nafasi hizi za uongozi na dhamana hizi za uongozi mkiwa bado vijana. Maisha ya sasa hivi yanabadilika sana na mambo makubwa yanatokea na yanahitaji ubunifu mkubwa. Kulipa posho na mishahara ya baadhi ya watendaji. Namshukuru Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni, kwa sisi hapa tuko jimboni anatulipa mshahara. Tunashukuru kiukweli kabisa, tunashukuru. Hatucheleweshei wala hatusumbui, anatulipa kwa wakati na kiwango tunaridhika nacho kiukweli. Risha program za mafunzo kwenye chama ikiwemo madarasa ya itikadi. Sasa yetu haya ya itikadi yasiwe tu yanadhamiria kuwapika vijana kiitikadi, kiuzalendo na kadhalika, lakini yawe vile vile ni chachu ya kutengeneza fursa za kiuchumi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba madarasa haya ambayo mnayafanya, hata kama ikibidi kurudia session nyingine kwa ajili tu ya masuala ya kiuchumi yatakayokuwa yanagusa maisha yenu, si vibaya mtafanya hivyo. Na katika jimbo hili la Kikwajuni kuna kazi kubwa sana tumeifanya katika eneo hilo, lakini bado haifungi milango kwa makundi mbalimbali, hasa makundi yenye tija kama haya, kuwa na utaratibu wake na mikakati yake na mipango yake, na sisi tutakuwa tayari kuiwezesha na kuisimamia. Kununua vitendea kazi kwa ajili ya matumizi ya ofisi za chama ikiwemo kompyuta, furniture, televisheni na kadhalika. Kukabidhi fedha na vitendea kazi kwenye ofisi za chama na jumuiya zake kwa lengo la kuwajengea uwezo viongozi, watendaji na wanachama wote, kukiimarisha chama kiuchumi na kuwaangalia viongozi na watendaji wa chama na jumuiya ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kukisimamia chama katika ngazi za chini kwa kujitolea, kwa kuwasaidia mahitaji muhimu kwa kadri inavyowezekana. Kutokana na mafanikio makubwa ya utekelezaji wa ilani ya CCM na kujali wananchi, ilipelekea wanachama mbalimbali wa vyama vya upinzani kurejea kwa wingi katika Chama cha Mapinduzi. Masuala ya kijamii. Mbali ya majukumu makubwa ya kitaifa ambayo Mheshimiwa Mbunge amekabidhiwa kuhudumu kwa mafanikio makubwa katika kipindi cha miaka 5 mfululizo kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Mbunge ameendelea kujipangia utaratibu mzuri wa kushiriki na kushughulikia masuala ya kijamii hata pale anapokuwa nje ya jimbo kutokana na majukumu ya serikali ama ya bunge. Utaratibu huo unahusisha yafuatayo: kuandaa mikutano ya hadhara kwa kila shehia na mikutano ya chama kwenye ofisi za chama kila mwaka kwa lengo la kusikiliza kero na maoni ya wananchi na wanachama, kueleza mafanikio ya utekelezaji wa ilani pamoja na kukabidhi na kutimiza ahadi mbalimbali kwenye maeneo husika. Mikutano hii hutangazwa kwa njia mbalimbali ikiwemo kupitia vyombo vya habari ili kila mtu apate fursa ya kushiriki na kutoa mchango wake. Kupitia ofisi ya chama ya jimbo kuanzisha mfuko maalum wa maafa kwa ajili ya kusaidia wananchi wote bila kujali itikadi zao wakati wa matatizo ikiwemo msiba, mafuriko na majanga mbalimbali ikiwemo moto, hata katika wakati ambao Mheshimiwa Mbunge
anapokuwa nje ya jimbo kwa shughuli za kitaifa. Kweli naishukuru serikali pamoja na mbunge na mwakilishi. Hata huo wakati ambapo tunatokewa na matatizo, wanakuwa ni watu ambao wanakuja na vile vile kutoa misaada ya kijamii ambayo inastahili kutokana na shida zetu, kwa sababu unajua tunapofikwa na haya maafa kama haya, utakuta vyakula vinaharibika, vitu vya ndani vya matumizi vingine vinaharibika, lakini wanatuletea kwa kadiri ya nguvu zao zilivyo misaada, michele, vyakula vingine, mafuta, sukari na misaada mingine midogo midogo. Kwa hivyo pia tunawashukuru kwa hili na tunawapongeza. Shehia hutoa misaada mbalimbali ya vyakula, mavazi na fedha kwa wananchi wote wasiojiweza, ikiwemo maskini, wazee, mayatima, walemavu na wajane. Kuhakikisha wananchi wenye changamoto ya ulemavu jimboni wanapatiwa vifaa vya kutumia na kufanyia shughuli zao ili kurahisisha shughuli zao za kimaisha. Kushiriki katika shughuli mbalimbali za kidini ikiwemo maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matamasha na maombi ya dini mbalimbali. Kutembelea na kuwafariji wazee, wagonjwa, mayatima na wafiwa. Usalama wa raia. Mheshimiwa mbunge alisimamia vyema majukumu ya vyombo vilivyomo ndani ya wizara yake aliyoitumikia kama naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Miongoni mwa changamoto alizoshiriki kuzitatua kwa upande wa jimbo la Kikwajuni na Zanzibar kwa ujumla ni kama ifuatavyo: kupungua kwa matendo ya udhalilishaji kwa wanawake na watoto. Tumeamua kuja na mkakati maalum na wa kipekee, mkakati mahsusi wa kupambana na changamoto ya udhalilishaji katika jamii yetu. Tutahakikisha tunafanya kila linalowezekana kusimamia utekelezaji wa mkakati huu. Na mkakati huu unahusisha uundwaji wa kikosi kazi maalum cha kupambana na udhalilishaji, unyanyasaji wa watoto katika nchi yetu. Mapambano dhidi ya uingizwaji, usambazwaji na matumizi ya madawa ya kulevya. Kuna makosa mawili makubwa ambayo yananiumiza roho. Nadhani kila Mzanzibari na Mtanzania na mpaka viongozi wetu wakubwa yanaumiza, ni kuwa kisiwa chetu cha Zanzibar mpaka leo, kisiwa cha watu milioni 1.3, tunashindwa kudhibiti matatizo ya madawa ya kulevya kwa kiwango ambacho kinastahili. Haliwezi kukubalika. Uimarishwaji wa usalama kwenye maeneo ya kimkakati ya kiuchumi, hususan kwenye sekta ya utalii. Tuweke utaratibu mzuri wa kuwa engage hawa polisi jamii, ili hata sasa ile dhamira na dhana ya kuweza kuwa na presence ya polisi katika maeneo ya karibu zaidi na mahoteli yetu iweze kufikiwa, kwa sababu kuna teknolojia ya vituo vya polisi vinavyohamishika ambavyo tumejaribu kuviweka baadhi ya maeneo Tanzania bara, mobile police post. Tunaweza hata tukatumia hizi, havina harama kubwa. Kama wadau wa sekta ya utalii watakubali kushirikiana na sisi kuweza kuchangia, tukatumia polisi wetu jamii. Naweza kuwa na askari mmoja lakini na polisi jamii wengi wa kuweza kufanya patrol ya kudhibiti mambo mbalimbali, ikiwemo haya matatizo ambayo yanajitokeza, yamelalamikiwa na watu wengi, yanahusu wanaita mapapasi, so beach boys in the beach. kwa sababu hatusemi kwamba vijana wetu wasomee fursa utalii kujipatia ajira, lakini lazima utaratibu ufuate. Nchi ambayo haina utaratibu inakuwa haina nidhamu. Kupungua au kumalizika kwa uhalifu wa kutumia nguvu kwenye maeneo yaliyokuwa hatarishi. Leo mtu anafia kupita Zanzibar hii, kweli? Hii ndio Zanzibar ambayo tunajua sisi? Sio. Kwamba Zanzibar hii ambayo au Tanzania hii ambayo tumezoea watu wanaishi kwa amani na usalama, leo kuna maeneo katika Zanzibar eti kuna wahalifu wana jamhuri yao. Kwamba eti kuna sehemu hapo kuna kichochoro kinagizagiza, wananchi usiku wakitoka mahotelini kufanya kazi zao hawezi kurudi, wakina mama na hembegi zao hawezi kukatiza. Haiwezekani. Alikubaliki hata siku moja. Nimepata taarifa leo na Mwanza immediately kuchukua hatua. Meya irudi kama meya ambayo tunajua sisi. Muda wiki mbili. Arika kwa usalama barabarani. Nianze hili la wanafunzi. Utakumbuka kwamba katika maeneo haya mjini
kuna skuli nyingi hapa za sekondari na kiwango cha juu, na wanafunzi ambao wanasoma katika skuli hizi wengi wanaishi mbali na mjini, kwa hiyo wanalazimika kusafiri kurudi majumbani kila siku. Wanafunzi hao wengine wanajiandaa na mitihani ya form 4, wengine ya form 6. Wakati mwingine utakuta changamoto ya kutokufanya vizuri kwenye mitihani yao inachangiwa na usumbufu mkubwa ambao wanaupata njiani. Kusumbuliwa madereva wa daladala kugoma kuwachukua na kadhalika. Lakini hii haiko kwa wanafunzi tu. Hata baadhi ya wananchi wamekuwa wakilalamika kuhusu kulipishwa nauli isiyo stahili, mambo ambayo hayapasi kuacha kuendelea. Kwa hiyo endelee kutoa wito kwa vyombo vyetu vya usalama, hususan jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kuhakikisha kwamba unashirikiana na mamlaka husika ikiwemo bodi ya usafiri barabarani ya Zanzibar kudhibiti matukio kama haya yasijitokeze, ili wananchi wetu wasiendelee kupata usumbufu wa aina yoyote katika kufanya shughuli zao, iwe za masomo, iwe shughuli za kujipatia kipato. Kwa sababu lengo la serikali zote mbili ni kuona kwamba hali ya maisha ya wananchi wetu inaendelea kuimarika na wanafanya shughuli zao katika mazingira mazuri. Kupambana na changamoto ya upungufu na uchakavu wa makazi ya askari. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukio la kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za askari, makazi ya askari kwa mikoa yote miwili ya Kaskazini na Kusini Pemba ni matokeo ya juhudi ya pamoja kati ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi na Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, bila tunamshukuru sana. Hata hili la ujenzi huu umekwenda haraka kwa bidii yake, tulikutana kidogo. Na pia sasa nakuja Makamu wa Rais, Mheshimiwa Naibu Waziri, wewe unanipeleka puta hivi na kuaje? Najua sisi tunakwenda kwa amri. Kasema nimeelekeza ili likamilike. Kaona njia peke yake ni kutumia ile principle ya PP3, 3Ps, tuone kwamba namna gani wadau wanaweza wakatusaidia. Na hii imesaidia sana. Kwa hiyo ukizunguka, ukienda Arusha nyumba zimejengwa vizuri, lakini pia ukienda Morogoro nyumba zimejengwa vizuri, Geita nao wanakwenda hivyo. Kwa hiyo nichukue hii fursa kuwaomba sana wakuu wa mikoa watusaidie kuhakikisha kwamba hili linafanyika na linaweza kufanyika, kwa sababu wafanyabiashara wengi na wazalendo wanaopenda nchi yetu wanalipenda jeshi la polisi. Lakini niwapongeze sana kwa staili mliotumia ya kujenga nyumba hizi, nyumba imara, nyumba kubwa, nyumba nzuri, lakini kwa gharama ndogo. Na ni kwa gharama ndogo kwa sababu kama tungeingia kwenye tenda kujenga nyumba hizi, gharama zinazotumika kujenga nyumba hizi, tungejenga nyumba 6 labda badala ya 12. Nikitambua kwamba uwekaji wa jiwe la msingi hapa katika hatua hii itakuwa ni chachu kwa pande zote, chachu kwa jeshi la polisi kujenga haraka, lakini ni chachu kwetu sisi kuweza kutafuta tena zaidi kwamba huku ujenzi unaendelea. Kudhibiti matumizi ya maeneo ya vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kuimarika kwa usalama ikiwepo katika malango makuu ya kuingilia katika bandari na uwanja wa ndege. Watendaji hao wameeleza hayo wakati wa ziara ya Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni alipotembelea bandari hiyo, na kusema jambo hilo linatoa mwanya kwa wahalifu kupitisha bidhaa chafu zikiwemo silaha na dawa za kulevya. Kufuatia mapungufu hayo, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani Mheshimiwa Hamadi Masauni ameelezea umuhimu wa kupatiwa vifaa vya kisasa kikosi cha polisi marine ili kiweze kufuatilia vyombo vya usafiri wa baharini vitakavyotiliwa mashaka. Kuhusu kuimarisha udhibiti wa ukaguzi wa mizigo katika majahazi, ambapo unatia mashaka kwa kweli, kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba uimara wa ulinzi wa usalama katika bandari unategemea sana vyombo hivi. Kupungua kwa malalamiko dhidi ya wananchi na wageni wanaofika kupata huduma katika ofisi za uhamiaji. Ni kwamba inawezekana kabisa, na ndio dhamira ya kuanzisha mfumo huu wa uhamiaji mtandao kwa muda wa watu,
kwa sababu badala ya kuja pengine utakaa kwenye kompyuta yako unafanya application, si ndio? Labda hapo unakuja kuweka fingerprint, si ndio? Kila kitu kinakuwa process vizuri, taarifa zote za mahitaji yako imeandikwa, unatakiwa uwe na 1, 2, 3, 4, 5. Sio unakuja hapo unapanga foleni alafu unaambiwa unatakiwa uwe na cheti cha kuzaliwa, kumbe ulikuwa hujui, unarudi bila sababu ya msingi. Kwa hiyo tunasema maelekezo yetu ni kwamba tunataka deadline itakapokuwa imekwisha kuanzia Januari mwakani, mtu yote ambaye anahitaji huduma iwe ya pasipoti, iwe ya visa, zisizidi siku 7. Kwa siku moja inawezekana, sijui ameniambia inawezekana kabisa, hata siku hiyo ukapata pasipoti yako. Na hiyo ndio tunapotaka. Mapambano dhidi ya wahamiaji haramu, ushiriki wa vikao vya utatuzi wa kero za kiuhamiaji zilizokuwa zinagusa makundi maalum ikiwemo Watanzania wenye asili ya Ngazija na Msumbiji, punguza malalamiko ya wananchi katika upatikanaji wa hati za kusafiria, visa na vibali vya ukazi, kuimarika kwa huduma za utolewaji wa vitambulisho vya taifa. Miundombinu. Jimbo la Kikwajuni limeendelea kunufaika na miradi mbalimbali ya miundombinu iliyotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa majengo ya biashara ya kisasa yaliyopo Michenzani, ujenzi wa majengo ya ofisi za serikali, ujenzi wa majengo ya kisasa ya ghorofa ya skuli za sekondari, ujenzi na uboreshaji wa majengo, vifaa na vitendea kazi katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja, uwekaji wa taa za kisasa na kamera za usalama barabarani, ujenzi wa barabara mpya za lami kwenye baadhi ya maeneo katika jimbo la Kikwajuni, ujenzi wa miundombinu ya mitaro ya kupitishia maji ya mvua na maji taka, ujenzi wa viwanja vya kisasa vya michezo vya Mao Zedong, ujenzi wa studio ya kisasa ya redio ya wasanii na ukarabati wa nyumba za maendeleo Michenzani. Wendo boss wa jimbo la Kikwajuni, una tena mpinzani, wendo number 1, tunakupa chance, leseni maji na sabuni, uwafue wapinzani, wendo number 1. Maji safi tumeona, madawati shule kila kona, waloumwa wamepona, bima za afya za kutosha, vijana bule wanasoma, kawawezesha kina mama, wapinzani wananong'ona, hawana jipya tena. Mwenye bidii na maarifa, sina budi kukupa sifa, Hamadi Masauni, Hamadi Masauni, na kupatiki umepita, na kitiki karibu ka, jimbo la Kikwajuni, jimbo la Kikwajuni.